tulimukanya lokelo lwangine lutuwa olumurusuku shimone batu watuwa yangine kitu sangana na muchunge na bagujwa ubibyo mune ombe ukililiba muchunge litu lemila yose jo ambwa mno mune ombe otwelelo ili ngena chobe chimone bulinda bobe ko mone bubimweno mone watikilila hunu msangana ishimone batu yose tu amba tuli ambe mwingana chobe ngena na mwingana bobe bulinga mwingana bobe butikilichi ishimone batu chimbo ilubunga bose utwelelo pero chobe chiba muchungi litu lituli undake mune ombe tu undake makala mobe mamtima wa maromole wetu byose byo amba mune ombe ubimwene witanga yinyombele netu lumbaka ubiwetu bise elelo ubi etwalende abusuku na achuba mune ombe tuli muise elelo be mango mose na bicyanga byose uchwe utikirilo nusanga alembe ombe nange na chamtima wa chichimbu ebe tumango mose na byose tu amba tomone bobe kutikiri chitu muna bibi na tuisinga lumbaka la china la Yesu amen amen. Jina la Bwana libarikiwe. Ninataka nimlete yule ambaye atatupatia neno la leo. Utakaposimama tu upige mikono yako ili ipale huko. Sivyo? Upige mikono yako ili iruke leo. Mnenaji wa neno leo ni mchungaji wa wilaya Levera. Karibu. Karibu Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa mlifanya mzuri. Usikifika mniweke kule yulu. Asante. Sema amen. Leo ni siku yetu yenye baraka na amani. Kwa hiyo sitawachosha. Kuna mambo mengi yameandaliwa, na kwa sababu kuna mambo mengi yameandaliwa, naweza nikachukua hata dakika 15 hata 20 tu. Sitaenda mbali sana. Tunakwenda kwenye kitabu chetu cha Petro wa kwanza sura yetu ya 5. Petro sura yetu ya 5, Petro wa kwanza. Tutasoma mistari michache. Kuna mtu mwenye ajui jina langu? Bana niita mtumishi wa Mwema Eliazer. Niliona wengine hapa na uliza ndio maana nimesema. Najua niko populaire. Sura ya 5 mstari wetu wa kwanza tunasema, kwa wazee waliomo miongoni mwenu, na wasi mimi nikiwa mzee mwenzenu, shahidi wa mateso ya Kristo na mshiriki katika utukufu tutakaofunguliwa. Mstari wa 2, lichungeni kundi la Mungu mlilokabidhiwa, mkitumika kama waangalizi, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari, kama Mungu anavyo wataka muwe, si kwa tamaa ya fedha, bali mlio na bidii katika
kutumika. Msijifanye mabwana juu ya wale walio chini ya uangalizi wenu, bali muwe vielelezo kwa hilo kundi. Na mchungaji mkuu atakapodhihirishwa, mtapokea taji ya utukufu isiyoharibika. Amen. Amen. Nataka tujifunze kwa dakika chache mausia ya Petro kwa kanisa lililo katika utawanyiko. Petro akiwa pale Rumi, akiwa kifungoni, akataka kutoa faraja kwa kanisa lililo katika utawanyiko au lililoko Asia. Kwa sababu gani? Wakati huo ni wakati Mfalme Nero amezusha mateso kwa kanisa. Sasa Wakristo wanateswa, wengine wanarudi katika dini yao ya asili. Ni dini gani? Ya Kiyahudi. Ndipo akatuma waraka huu akitaka kuwafariji na kuwatia moyo. Miongoni mwa wale waliotiwa moyo ni wazee wa kanisa, ni watumishi wa kanisa. Sema amen. Mungu anataka ujue teme. Mimi nimeshasema teme yangu, lakini nataka nikuambie tu jinsi unapaswa kutumia huduma yako katika utumishi wako. Jinsi unaweza kutumia huduma yako. Hapa haiko tu mchungaji, nasema huduma kama huko mwanakwaya, jinsi unaweza kutumia huduma yako katika utumishi wako kwa kufanya nini? Kwa kutoa faida kwa kanisa. Petro anatoa idhini lake la kuhamasisha viongozi wa kanisa, kwa sababu kulikuwa viongozi waliorudi nyuma, kwa sababu kulikuwa viongozi waliokata tamaa kwa ajili ya mateso. Kadhalika ndivyo ilivyo hata leo. Kuna watu wanakata tamaa kwa ajili ya mateso, wanaacha huduma walizonazo. Kwa hiyo Biblia inataka kutuambia kwamba Petro anasema, mimi niliye mshirika wa utukufu ujao, ninawasihi ninyi waangalizi au wachungaji au maaskofu au watumishi mbalimbali, muwajibike kwa kulinda kundi. Unajua, unaweza ukawa kwa ya master, lazima uwajibike kwa kulinda kundi. Unaweza ukawa mchungaji wa kijiji, lazima uwajibike kwa kulinda kundi. Unaweza ukawa mama mkurugenzi, lazima uwajibike kwa kulinda kundi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani uwajibike? Kwa sababu baada ya kazi kuna faraja, na faraja imewekwa kwa kulipa watakaofanya kazi. Unajua, kuokoka sio kupata taji. Nataka nikupe hii siri. Ukiokoka hautapata taji, utapata tu uzima wa milele. Ndio maana Yakobo anasema, sura yetu ya kwanza mstari wa 12, anasema heri wanaostahimili majaribu, maana watapokea taji ya uzima. Kuna utofauti wa uzima wa milele na taji ya uzima. Tuko sawa? Kwa hiyo ukitaka kupata taji, uwajibike katika kutenda. Hapa katika kuangalia jinsi gani unaweza ukatumika, nataka nikupe siri moja. Jambo la kwanza, ili uwe mtendakazi mzuri, lazima uwe unajua wakati unaotenda
kazi yako ni wakati gani. Uko sawa hivi? Unapokuwa katika utumishi lazima ujue wakati unatumika katika wakati gani, kwa sababu ukijua wakati, hapo ndipo utasimama katika nyakati hizo. Unaweza ukasoma kitabu chetu cha Matendo ya Mitume, sura yetu ya 12 mstari wa 29, 28 hadi 30. Paulo anasema na wazee wa kanisa la Efeso, anawahasa, anasema jihadharini na hili kundi mlilokabidhiwa. Ndugu zangu, mmekabidhiwa dhamana, mmekabidhiwa utumishi na Mungu, lazima mjihadhari. Kwa nini kujihadhari? Ukisoma pale anasema mbwa mwitu watatokea, watakao kuja kuharibu kundi. Unajua watu wengi wanajuaka mbwa mwitu ni kama vile tu wanajua historia au wanaona mbwa wa pori. Hapana, hata kwa wanadamu kuna mbwa mwitu ambao wanazusha mafundisho ya kibandia, wanaharibu kanisa kwa mafundisho ya kibandia. Nataka nikupe mfano mmoja. Katika kambi leo kuna mafundisho ya kikuhani. Inasema hivi, lazima mtumishi wa Mungu atakaswe, na anayeweza kutakasa mwanaume ni mwanamke, na anayeweza kutakasa mwanamke ni mwanaume. Ndio Biblia inasema, wazee kuniambia. Ndio Biblia inasema vile. Lakini hii mafundisho iko ya kutakasana, matokeo yake watu wamekuwa wazinzi. Kwa hiyo lazima mkeshe kwa kulinda kanisa. Kwa mfano tukio tulio nalo leo hapa, tunataka kuambia wachungaji wakeshe. Wachungaji wanaokabidhiwa dhamana lazima msimame katika kukesha, mkijua ya kwamba mtalipwa. Jambo letu la pili pale, unapoitwa katika utumishi, Mungu anahitaji uwe mwaminifu. Wakorintho wa kwanza sura yetu ya 4 mstari wetu wa 1 hadi 2 anasema, basi watumishi sisi walio watu watuhesabu hivi. Unajua anaanza hivi, basi sasa watu watuhesabu hivi ya kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Kristo. Anasema watu watuhesabu. Ukitaka kuona utumishi wako, lazima upige kwenye kachungio ya watu, ujiulize, je, watu wananisema nini? Lazima